Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mwendelezo wa somo la ubatizo. Nataka tu nigusie kipengele tena kingine ambacho ni muhimu sana kukifahamu. Ni lini mtu anapaswa kubatizwa? Sasa kumekuwa na mkanganyiko au mafundisho fulani ya kizehebu au dini na utaratibu uliowekwa kwamba mtu anatakiwa kubatizwa baada ya miezi fulani au baada ya majira fulani, au amekaa kwenye wokovu miaka miwili au miezi mitatu, amekulia wokovu kafundishwa kwa muda fulani ndo aweze kubatizwa. Lakini nataka nije kwako nisahihishe fundisho hilo. Nataka nikwambie kwa mujibu wa Biblia, pale mtu anapoamini tu, papo hapo anatakiwa abatizwe. Hapo hapo anatakiwa abatizwe, asisubirie siku kadhaa, asisubirie jambo fulani, kwa sababu kinachomfanya mtu abatizwe ni kile kuamini. Lakini baada ya kubatizwa ataendelea kufundishwa maneno ya Mungu ili tu mtu huyu awe ametimiza haki yote. Kwa hiyo hakuna muda maalum wa kusubiri mtu abatizwe. Hapana, ukiona hivyo jua ni mafundisho ya dini. Lakini watu wa kale walioishi kwenye agano hili jipya, mitume waliotembea na Roho Mtakatifu, kila mahali walipokuwa wanafundisha Injili, walipokuwa wanahubiri Injili, baada tu ya kuhubiri walikuwa watu wakiamini, muda huo huo wanaenda kubatizwa. Na yako mashahidi ya maneno ambayo, kuna ushahidi wa maneno ambao nitautoa hapa ambao utaweza kukupa uhakika wa kile ninachokisema. Kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura yake, Matendo ya Mitume sura yake ya pili na ule mstari wa 38. Matendo sura ya pili na mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa unaona, Petro hakuambia subirini kwanza muda fulani ili mje mbatizwe. Ilikuwa baada ya kusikia Injili unatakiwa kubatizwa. Kwa hiyo ubatizo ni tendo ambalo linafuata baada ya mtu kusikia Injili, sio baada ya mtu kukaa kanisani miezi kadhaa. Kwa hiyo kukaa kanisani miezi mingi sio kigezo cha mtu kubatizwa. Hapana, kigezo cha mtu kubatizwa ni kuamini neno, na akishaliamini anatakiwa kubatizwa. Yaani siku anapoamini mtu huyo neno na kumpokea Yesu Kristo, anatakiwa kubatizwa muda huo huo. Kwa mafundisho haya mengine ni ya dini ya mifumo ambayo imewekwa. Kwa hiyo kwa maneno haya nataka nikwambie, napokaribia kufika mwisho katika pati hii, ya kwamba ndugu mtazamaji na msikilizaji, ubatizo ni tendo la imani ambalo lina ishara kubwa katika maisha ya wokovu. Na kama ukikosea kubatizwa, kama ulibatizwa labda ni mtoto, labda ulibatizwa kwa maji machache, au ulibatizwa na mtu ambaye ana njia zilizochanganyikana, hana Roho Mtakatifu, au ulibatizwa kwa mifumo ya dini, au umebatizwa kwa namna yoyote tofauti na kuwekwa kwenye maji mengi na kwa jina la Yesu Kristo, wewe bado hujabatizwa, bali umeishi katika mapokeo ya dini yako. Lakini leo ukisikia neno hili, tafuta watumishi wa Mungu wa kweli waliojaa kweli moyoni na Roho Mtakatifu, waambie wakubatize. Na utasema, kwa nini mimi Mungu ananitumia? Nimeokoka muda mrefu, namtumikia Mungu, kuna haja gani ya kubatizwa tena? Nataka nikwambie, Yesu Kristo kwa kujua umuhimu wa ubatizo hakuwa mwenye dhambi, lakini akasema nitabatizwa. Hata Yohana akasema, mimi siwezi kukubatiza sababu wewe ni mkuu kuliko mimi. Yesu akasema, imekupasa kunibatiza nitimize haki yote. Kwa hiyo ubatizo ni lazima ubatizwe. Kwa hiyo tafuta watumishi uweze kubatizwa, na utaona mabadiliko ya maisha yako, na Roho Mtakatifu atakaa kwako, kwa sababu ukitubu ukabatizwa unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa nini Roho Mtakatifu akai katika kanisa? Kwa sababu ya makosa ya mafundisho ya msingi kama haya kuhusu ubatizo
wa kweli. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom. Amen.